shilingi milioni 10. Kiongozi wa harambee ya ujenzi wa kanisa la EAGT mahali pamoja Mwamashimba, John Cheyo, amesema ujenzi wa nyumba hiyo ya ibada utakuwa mchango mkubwa katika kufundisha maadili kwa vijana na kuimarisha amani, mshikamano na upendo ndani ya jamii. Akizindua harambee ya ujenzi wa kanisa hilo, Cheyo amesema mradi huo unatarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi milioni 30, huku akitoa wito kwa wadau na wananchi kuendelea kuchangia ili kuhakikisha ujenzi unakamilika kwa wakati. Tunasema kwamba tumekuja kwenye harambee ya kumjengea Mungu, si ndio jamani? Na naomba nichukue hii nafasi niwashukuru sana watu wote ambao tumekuja mahali hapa. Kweli leo umekuja na funguo za kufungua kanisa hili. Tuanze kuabudu mahali sahihi. Mahali sahihi. Na nataka nikwambie kwamba wewe ambaye umeshiriki kwa chochote, baraka za Mungu ziambatane. Amen. Na katika kutoa huwa hatuangalii kwamba huyu ametoa milioni 1 au huyu ametoa shilingi 1000, kwa sababu tunachoangalia ni moyo. Amen. Si ndio? Amen. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Amen. Lakini naomba ni twende tena na neno hili. Naomba nisome kwenye Zaburi 107 mstari wa 19 na wa 20. Huyu ni mwandishi wa Zaburi. Maneno ya Mungu yanasema kwamba katika kipindi kile wana wa Israeli walikuwa wamepata shida. Tunafahamu safari yao kwamba haikuwa rahisi. Sasa wanasema kwamba wakamlilia Mungu katika shida zao. Wakamlilia Mungu katika shida zao. Alafu mstari wa 20 maneno ya Mungu yanasema Mungu akasikia na akawaondolea shida zao. Amen. Leo hawa watu wa EAGT naona walikuwa wanamlilia Mungu kwa sababu walikuwa na shida ya jengo. Walikuwa wanamlilia nani? Inawezekana watu walikuwa na kesha. Sijui. Huyu mwandishi wa Zaburi anasema Mungu akawasikia na akawaondosha katika shida zao. Ukisoma kwa Kiingereza inazungumza vizuri sana. Unajua Kiswahili wakati mwingine kinakuwa kirefu, lakini unaweza kwenda kusoma alafu uone. Lakini jamani, tunapokuwa na shida si huwa tunamlilia Mungu. Sasa nataka nimwambie kwamba Mungu huwa anasikia. Amen. Alafu anafanya. Amen. Leo Mungu amefanya. Leo Mungu amefanya nini? Amefanya. Shilingi milioni 28,324,000. Naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, Sabana Salinja, amesema uwepo wa kanisa hilo utasaidia kuimarisha amani, mshikamano miongoni mwa vijana wa wilaya ya Kwimba na taifa kwa ujumla. Sisi tunapata baraka kutoka kwa Mungu. Amina. Ndugu zangu, mimi naambatana na mgeni rasmi ambaye yuko mahali hapa. Nikiangalia hili kanisa ninaona kabisa kwamba hawa watu waliolianzisha wana nia nzuri na lengo lao ni la kumtumikia Mungu. Na mimi naenda kumtumikia Mungu pamoja na wao kwa kumtolea Mungu bati ya 50.
mtapiga mahesabu ya hizo bati ni shilingi ngapi, nitawapa hizo hela. Maana nimesikia ni za bei walivyotamka mahali hapa. Kwa hiyo lakini pia nitaongezea 500,000 kwa ajili ya wakati zinafuatwa, lazima kuna hela ya kupakilia kule. Kwa matamshi ya Mungu ambayo yako ndani ya Biblia, mtumishi wa Mungu alisema, utakapoahidi usije ukachelewa. Mimi naambatana na wewe nisije nikapata hiyo laana. Asante sana. Cuthbert Joseph ni kada wa CCM Taifa, amewahimiza wananchi kuendelea kushiriki katika shughuli za maendeleo ikiwemo ujenzi wa nyumba za ibada ambazo huchangia kujenga jamii yenye maadili mema. Lakini mimi ni mdogo sana kwao, lakini nitasema nitakachoweza kusema. Mimi nitachangia bati za shilingi 500,000. Halafu nitawapa keshi shilingi 500,000. Sio. Harambee safi. Niliwaambia wana maneno mengi. Yaani kaja tu mimi nachangia hapa shilingi ngapi? 500,000 mzigo huu hapo. Piga makofi na vigegele jamani. Ya upendo. Mungu wetu ni upendo. Alafu Mungu wetu ni amani, Mungu wetu ni furaha. Kwa tunapopendana, kwa maana amani inadumu. Bwana asifiwe sana. Huu ni upendo, tunaonyesha upendo mkubwa, amani, umoja, mshikamano. Na huu umoja uendelee. Maana sisi Wakristo tunasema Yesu ni mfalme wa amani. Yesu ni amani. Tuliona Yesu ndani ya mioyo yetu tuna amani. Maana tunaye mfalme wa amani. Yesu ni amani na amani idumu. Barikiwe sana. Karibu sana. Lengo la harambee ya leo tarehe 18 mwezi wa 7 2026 ni kuchangisha jumla ya milioni 30 kwa ajili ya kununua vifaa vifuatavyo. 1. Mabati ya kisasa Msauzi 280 ambayo ni sasa na thamani ya milioni 9,800,000. Mbao 310 ambayo sasa na milioni 2,480,000. Kenchi 15, kenchi moja ambayo inabeba bomba 18 ambayo ni sasa na 810,000. Kwa kila kenchi, kwa kenchi 15 inagharimu milioni 12,150,000. Na tunashukuru kwa wote mliokuja, mliojitolea mbele za Mungu. Na pia vile vile nipende kusema jambo kwa mchungaji. Mimi ni mshirika, mimi nitatoa shilingi 50,000, lakini pia naahidi mifuko 5 ya simenti. Lakini hii sio mwanzo au mwisho kuchangia kwa Mwenyezi Mungu wetu, kwa sababu haina kikomo. Kwa kuwa ni mshirika, mtakapoona kuna uhitaji wa chochote katika ujenzi, tajitolea. Shilingi milioni 10. Kanisa la EAGT hapa Bomashimba. Na ndio maana kanisa likaamua kumwalika mgeni rasmi. Bwana John Cheo, mkurugenzi wa sera na mipango. Na ndio maana ameambatana wageni mbalimbali. Wako hapa ambao wamemsindikiza, wako waheshimiwa madiwani. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba leo tunawezeka kanisa ya nyumba ya Mungu. Na tunamshukuru sana mgeni rasmi kwa kukubali kuja kuungana na wageni na wana Bomashimba na wa kanisa hili kwa ajili ya kuja kuwezeka kanisa hili, ambapo kuna nondo, kuna kila kitu, mabati, mbao, sumari, kila kitu kimeandaliwa hapa. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba leo kazi ya Mungu tunaifanya kwa weledi, na kila mmoja tumuombe kwa Mwenyezi Mungu ambariki na amguse, amtakase kwa jina la Yesu, ili kazi hii ikaenda kubarikiwa. Hii ni Tanzania Habari.